Hamisa Mobeto na Aziz Ki waumiza kichwa kwa madeni ya harusi yao. Ni maneno ya Maimartha Jesse, ambapo kwa mjibu wa Maimartha Jesse anadai kwamba tarehe 12 Februari 2025 msanii wa Bongo Movie na mjasiriamali Hamisa Mobeto na mchezaji wa mpira kwenye klabu ya Young African Aziz Ki 10 inasemekana wanadaiwa madeni na wahudumu baadhi waliosaidia kukamilisha ndoa ya wawili hiyo. Kwa mjibu wa Maimartha Jesse anadai kwamba mhudumu mmoja asiyetaka jina lake lifahamike aliteta na Maimartha Jesse kwamba kuhusu deni lake kwa wanandoa hao, na hadi sasa bado kuna ugumu wa yeye kukamilisha pesa zake alizozitoa kwa mkopo kwenye kukamilisha sherehe yao baada ya kufunga ndoa. Kwa mjibu wa Maimartha Jesse anadai kwamba katika ile harusi ambayo ilifanyika kati ya Aziz Ki pamoja na Hamisa Mobeto, ni kwamba ile harusi ambayo ilionekana ina utofauti na harusi nyingine zote, ni kama ilikuwa ya kifahari, basi kumbe nyuma yake ilikuwa harusi iliendeshwa kwa madeni makubwa ambayo kuna mhudumu mmoja ambaye waliweza kuwakopesha ambaye kutaka jina lifahamike. Adai kwamba mpaka sasa hawajatoa hela hiyo kutokana na ugumu ambao wanashindwa kukamilisha ili deni lao liweze kukamilika. Kwa mjibu wa huyo mhudumu ambaye akutaka jina lake lifahamike, adai kwamba wanandoa hao hadi sasa bado wanaleta ugumu wa kuweza kukamilisha pesa zake alizozitoa kwa mkopo kwenye kukamilisha sherehe yao baada ya kufunga ndoa. Yani wawili hao walifunga ndoa ambayo pesa nyingi zilikuwa zimekopwa, huku wengi wakiwa wanastaajabu kwamba pesa zote hizi za kuendeshea harusi kubwa kama ile ya kifahari zilitoka wapi. Kwa mjibu wa Maimartha Jesse anadai kwamba kuna mtu ambaye aliweza kuwakopesha na hadi sasa hawajaweza kuzirejesha, na wanaonesha ugumu wa kuweza kuzirejesha hela hizo harusi hiyo, ili ambaye aliweza kuifanikisha ili iweze kufana kama ambavyo ilifana. Aliweza kufunguka Maimartha Jesse ambaye yeye anafahamika kama mtangazaji wa vipindi vya umbea, sasa na kipindi cha ICU ambacho wanaweza kuzungumzia masuala ya umbea, na ndipo ambapo akafunguka kuhusiana na madeni hayo.